Shalom. Barikiwa sana na Yesu Kristo mahali popote ulipo. Ni kukaribisha katika kipindi chetu cha leo cha Jicho la Kilindi. Maalum kabisa kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu lakini kwa kilindi. Ili tuweze kuzipata baraka zote za kifungu fulani cha Biblia au mfano fulani au sentence fulani ambayo Mungu ametupatia kupitia neno lake. So tuko na uchambuzi wa kitabu cha Efeso. Lakini si kwa kuiangalia katika namna tu ya kawaida, lakini tunachokitafuta ni kwamba tunataka namna ya kuishi maisha ambayo ni ya ushindi ule ambao Yesu Kristo alinunua msalabani, na hapa tukiangazia ubaraka hiyo ambayo kipande chake kinapatikana katika kitabu cha Efeso. Kitabu cha Efeso bana, ni kitabu ambacho kinasemekana kwamba kimeandikwa katika namna ambayo kitampatia mtu ushindi, katika namna ya kwamba Paulo katika hasa sura za 3 za mwanzo anaelezea namna ya kusimama ili uweze kumshinda adui yako. Sawa? Yes. Ndo ni jambo muhimu sana. Lakini tumetoka mstari wa kwanza tukaenda mstari wa pili. Sasa tunaingia mstari wa 3. Ambapo mstari wa 3 ni kama sasa ndo tunaanza kitabu chenye cha Efeso, ndo tunaanza. Kama ulikuwa umehisi tumenani, sasa ndo tunaanza sasa kukiangazia vizuri kwa undani hasa kitabu cha Waefeso. Hiyo nyingine ilikuwa ni salamu, tulikuwa ni tela tu ndanda. Sasa tunaanza sasa kitabu cha Waefeso. Kwa hiyo mimi nitaki uongeze usikivu wako, uongeze umakini wako na kumwomba Roho Mtakatifu akufungue fahamu zako zaidi ili uweze kupata hiki ni kinini na ni kitu gani ambacho Mungu alikuwa amesema na sisi kupitia Paulo. Anasema, atukuzwe Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyetubariki baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Sawa? Alitubariki baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Sasa hapa anasema atukuzwe Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Yes. So, Paulo ameishi miaka hiyo karne ya kwanza, lakini akiongozwa na Roho alifanikiwa kushughulika na changamoto ambayo tunayo katika karne ya 21. Kwa sababu karne ya 21 imekutana na watu ambao wanasema kuna Mungu hana mwana. Kama wako watu kama hao, basi Paulo anawajibia kwamba jamani, Mungu ambaye tunaongelea hapa atukuzwe ni yule mwenye mwana, na mwanae anaitwa Yesu Kristo, na ukimwamini unao uzima milele, usipoamini umekufa. Haleluya. Yaani sio mada yangu leo. Lakini anaongelea kwamba atukuzwe Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. So anasema aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho. Ametubariki sisi kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho. So nataka nianze na kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho. So, anataka kusema kwamba kuna baraka zingine ni za mwilini na zingine ni za rohoni? Kwa nini anasema kwa baraka zote za rohoni? Hizi zingine ni za wapi? Sawa? Kwa nini zingine ziwe za rohoni? Zingine ni za wapi? Hizi za mwilini tutazipata wapi? Ikiwa Mungu yeye ametubariki tu za rohoni, alitegemea tutafanya nini kuhusiana na hizi baraka za mwilini? Karibu. Twende taratibu katika kujua neno la Mungu. Sawa? Kimsingi ninachotaka kusema ni kwamba baraka zote ni za rohoni. Hakuna baraka ambazo sio za rohoni. Hakuna baraka kwamba hii baraka ni ya mwilini, hii baraka ni ya rohoni. Najua watu wanahisi kwamba zile ambazo zinaonekana katika mwili basi ni baraka za mwilini, zile ambazo hazionekani katika mwili basi ni baraka za rohoni. Hiyo ni kwa mujibu wako wewe. Lakini kwa mujibu wa neno baraka lenyewe, hata maana yake ni nguvu ya kufanikiwa. Kimsingi baraka ni nguvu ya kufanikiwa. Nitaenda katika maana mbalimbali, lakini ukichukulia kwa mfano hiyo kwamba baraka kama nguvu ya kufanikiwa. Sawa? Maana yake Mungu alipokuwa anakuambia utakapo kilima kitafanikiwa, alikuwa kama anaachilia nguvu ya kufanikiwa. Sasa kama ni nguvu ya kufanikiwa, hiyo nguvu inabebekaje katika mwili? Unaibebea wapi? Ni chaji kwamba utaibeba kwenye betri ya simu, utaihamishia kwenye power bank? No. Kwa hiyo baraka zote ni za rohoni. Sisi huwa tunaziita za mwilini pale ambapo zimemanifest, zimejitokeza katika mwili. Tunasema hizi baraka za mwilini, hizi baraka za roho. Hakuna baraka za mwilini na za roho. Baraka zote kwa ujumla wake ni baraka za wapi? Za rohoni. Ila ziko ambazo zina manifest na ziko ambazo hazimanifest kutokana na mambo 1, 2, 3 ambayo ndio lengo letu
kusoma leo sura ya 3 ni kwamba Roho Mtakatifu atufunulie tufanyeje sasa. Sisi tulifikiri zingine za roho, zingine za mwilini. So tulikuwa tunahitaji ndoa, tulikuwa tunahitaji nyumba, tulikuwa tunahitaji kupanga nyumba. Tutaka baraka za sababu Biblia inakutana nayo inatuambia ametubariki baraka za roho. Sasa tutakaa nyumba za kupanga mpaka lini? Sio hivyo. Baraka zote ni za roho. Sawa? Kwa kama anasema ametubariki baraka zote. Sawa? Anachokisema ni kwamba tumebarikiwa baraka zote. Anaposema sasa, unaweza kujiuliza, sasa kama baraka zote ni za rohoni, inakueje anaandika anasema aliyetubariki baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho? Okay. Idea ilikuwa sio kwamba kuna zingine za mwilini kuna zingine za rohoni ambazo wana wa Mungu watahangaika na za mwilini. Idea ilikuwa ni kwamba baraka zote ni za rohoni. Sawa? Hakuna za mwilini na za rohoni. Baraka zote ni za wapi? Ni za rohoni. Okay? Kwa nini zinaitwa za rohoni? Kwa sababu ndiko zinakopatikana. Sawa? Ndiko zinakopatikana rohoni. Idea ni kwamba usijaribu kuzitafuta baraka katika mwili. Zinatafuta rohoni, kwa sababu baraka huwa ni za rohoni, sio za mwilini. Sawa? Idea ni kwamba kuendelea tu na mambo ya mwili hakungekusaidia au hakutakusaidia kuweza kuzipata baraka, kwa sababu baraka ni za rohoni. Sawa? Kwa sababu tutakubaliana wote kwamba kufanya tu kazi kwa bidii sio guarantee ya mtu kufanikiwa, kwa sababu kuna kitu ambacho kinaitwa baraka za rohoni. Usipokuwa na namna yote ya kuendea ulimwengu wa roho, alafu ukitegemea vitu vitamanifesti katika mwili, tayari umepigwa chenga. Ndio maana Paulo akakushtua kwamba we ni za rohoni. We hizi baraka zote unazoziona ni baraka za rohoni, acha kujidanganya. Haleluya. Yes. Yeah. Okay. Kitu kingine hapa amesema baraka zote. Hajasema baraka za muhimu, hajasema baraka nyingi, hajasema baraka fulani. Hajasema nyepesi, amesema baraka zote. Cha kwanza, baraka zote ni za rohoni, lakini cha pili, Mungu ametubariki baraka zote. Sio ametubariki baadhi ya baraka. Sawa? Ndio maana amesema zote. Sawa? Zote ni za rohoni na zote Mungu ametubariki. Natamani niendelee, lakini naona kuna mtu bado hajalizika kwamba mtumishi, kuna baraka za rohoni na kuna baraka za mwilini. Anyway, ngoja tukubaliane, alafu mimi nikupe changamoto. Tufanye kweli kuna baraka za rohoni na za tukubaliane, alafu uone changamoto itakavyokaa. Uone wewe unaweza kuijibiaje, kwamba tufanye baraka za mwilini. Labda ndoa, mke ni baraka ya mwilini kwa sababu utaishi naye katika mwili. Mume ni baraka ya mwilini kwa sababu utaishi naye katika mwili. Okay, kama ni baraka ya mwilini, bali kuonyesha kitu hapa. Mwanzo 1, sawa? Mwanzo 1 mstari wa 26, Mungu anambariki, anaumba kila kitu, wakiwemo Adamu na Hawa. Anawaumba katika Mwanzo 1 mstari ngapi? Wa 26. Okay. Yes. Hapo anawaumba hivyo. Alafu mbele kidogo anaomba mtu mume na mke. Alafu mbele kidogo sura ya 2 anatokea Adamu peke yake. Sawa? Alafu baadaye anakuja kutokea na Hawa. Sasa Hawa alikuwa wapi? Wakati huku alipokuwa katika ulimwengu wa roho waliumbwa wote wawili. Katika ulimwengu wa mwili anakuja kutokea Adamu peke yake. Ni kwamba Hawa aliendelea kubakia katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Alikuwa anaishi, lakini anaishi kama roho zaidi kuliko kuishi kama nani? Kama mwili. Kwa Hawa anafanyika kuwa baraka ya rohoni. Sawa? Lakini ni mtu ambaye Adamu atakuja kuishi naye siku moja mwilini. Lakini hata kama atakuja kuishi naye mwilini, Hawa sio baraka ya mwilini. Ndivyo yalivyo magari, ndivyo zilivyo nyumba, ndivyo kilivyo kila kitu. Kwanza kipo katika roho, baadaye kitakuja kutokeza katika mwili. Sawa? Kwa kwanza mke wa Adamu alikuwepo katika roho, baadaye akaja akaonekana katika mwili. Ndivyo ambavyo kwanza gari lako liko katika roho, nyumba yako ipo katika roho, ndoa yako iko katika roho, lakini itakuja kutokeza katika mwili. Sawa?
Kwa baraka zote ndugu zangu ni za rohoni. Sio kwamba kuna zingine ni za rohoni, zingine ni za mwilini. Hizo unazoziita za mwilini ni zile ambazo zimesha manifest, zimeshatokeza katika mwili, ndio maana unaziita hizi na hizi na hizi na hizi ni baraka za mwilini, lakini baraka zote ni za rohoni. Haleluya. Okay. Nadhani umeelewa sasa. Lakini aliyetubariki kwa baraka zote, kwa baraka zote, sio kwamba zingine zinafuata, zingine zitafuata kadiri itakavyokuwa, kadiri utakavyokuwa unazidi kumnyenyekea mbele za Mungu, zingine zitafuata. No, wewe baraka zote, ametubariki baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho. Zote, sio nyingi, zote. Okay. Sasa mbona zingine hazionekani, zingine zinaonekana? Hilo ni jambo lingine tena. Lakini kwa mujibu wa Mungu, yeye ameshatubariki baraka ngapi? Zote. Haleluya. Zote manake ni zote, manake zote. Sawa? Ziwe zinaonekana, ziwe hazionekani, Mungu ametubariki kwa baraka zote. Kwa maneno mengine, hatumpimi Mungu kwa kuonekana na kutokuonekana. Hatuziangalii baraka kwa kuonekana na kutokuonekana. Ukienda hivyo, kuna watu utawapita. Kumbe bado siku 2 tu zianze kumanifest. Sawa? Kuna mwanaume utakata kuolewa naye. Sawa? Kumbe amebakisha siku hii ateuliwe kwa mkoa, sijui baraka zake zimanifest sasa. Alafu zikisha manifest huwezi kumsogelea tena. Anyway, kuna mtu mwingine utampita, kuna mwanamke utamkataa. Utasema wapi yule? Lakini kumbe alibakisha siku hii au mmoja kabisa. Awe yule sasa ambaye Mungu alikuwa amemwekea zile baraka. Kuna kitu kimoja tu alikuwa hajakifanya ili zianze kumanifest, sasa kashakifanya. Anyway, Mungu ametubariki baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho. Sawa? Yes. Sio nyingi, ametubariki baraka zote za rohoni. Kwa hiyo sasa kinachoitwa maombi kwamba Mungu naomba unibariki, Mungu naomba unibariki, akubariki nini? Unaweza kuwa hauna taarifa kwamba umebarikiwa baraka zote, kwa hiyo ukawa unaomba na Mungu. Biblia inasema ni mvumilivu kwetu, kwa hiyo atakuvumilia, atakusikiliza, atajua jinsi ya kukusaidia. Moja kati ya jinsi ya kukusaidia ni pamoja na kwamba umekaa hapa sasa hizi unasikiliza neno kwamba kumbe nimebarikiwa baraka zote. Ndio Mungu alikuwa anajibu yale maombi yako kwamba Mungu nibariki, ndio anakufungua kwamba ushabarikiwa wewe. Haleluya. So kama nimeshabarikiwa sasa nifanyeje? Mbona sioni vitu? Nifanyeje sasa labda ili zionekane katika mwili? Hilo ndio swali muhimu. Hapo sasa umeuliza sahihi, yani swali sahihi. You are practically correct. Sawa? Sasa umeuliza kiusahihi. Sawa? Kwa maana kwamba cha kwanza itabidi uzitambue uwepo wake. Sawa? Kwa maana Mungu najua kwamba umenibariki baraka zote za roho. Natambua uwepo wa baraka zote za roho. Natambua uwepo wa Roho Mtakatifu mahali hapa. Natambua uwepo wa Yesu Kristo ndani yangu. Natambua uwepo wa vipi. Nikishasema hivyo naanza kujisikia, nikisema hivyo kwa muda, naanza kusikia tofauti ndani. Kwa nini? Kwa sababu kama vile nimetibua kitu. Sio kwamba ndo nimemuita Roho Mtakatifu kwa mara kwanza, ila nimetambua uwepo wake. Sawa? Nimetambua uwepo wake. Kisha baraka zote za Mungu ziko hivi. Ukitambua uwepo wake kama vile unazitaka zimanifest, zitibuke. Unaanza kwanza kwa kutambua uwepo wake. Okay? Alafu cha pili unaanza kumshukuru Mungu kwa ajili ya zile baraka ambazo ameshazifanya. Yesu akiwa anaelekea kwenye kabila la Lazaro alikuwa tayari ameshajua kwamba Lazaro anaenda kufufuka kwa sababu Mungu alikuwa ameshasikia maombi yake. Ndio maana alipofika pale kwanza alitambua uwepo wa Mungu. Alitambua kile kitu Mungu alichokifanya. Akamwambia Baba nakushukuru kwa sababu umenisikia. Sio ndio unaanza kukuomba nashukuru kwa sababu umenisikia. Alitambua uwepo wa Baba na alitambua uwezo wa Baba kumsikia na alitambua kwamba Baba ameshamsikia. Kile kitendo cha Baba kwamba ameshamsikia akakitambua mbele ya kadamnasi. Baba nashukuru kwa sababu umenisikia. Naam Bwana kwa sababu unanisikia siku zote. Kwa pale alikuwa anatambua kile kilichofanyika, alafu ndipo akamuita Lazaro toka nje. Ametambua kwanza baraka ambayo tayari ipo katika ulimwengu wa roho. Kwa katika ulimwengu wa roho Lazaro alishafufuliwa, lakini katika ulimwengu wa mwili Lazaro bado hajafufuliwa. Kwa miongoni mwa baraka zote ambazo Yesu alikuwa nayo ni pamoja baraka ya kufufuka kwa Lazaro iko inaishi
anayo katika ulimwengu wa roho na amefika nayo mpaka kaburini. Lakini namna gani ataimanifest, itokeze, fanyaje ijitokeze? Akaanza kwa kuitambua, kwa kumtambua na Mungu aliyeifanya iwepo. Sawa, akamshukuru Mungu kwamba Baba, nakushukuru kwa sababu unanisikia, na Bwana kwa kuwa unanisikia siku zote. Kwa na wewe sasa, baraka yote ambayo Mungu ameshakupatia ambayo unataka ianze kumanifest, lazima umshukuru Mungu kwa hiyo. Hiyo ni namna ya kutambua uwepo wa ile baraka. Baba, ninakushukuru kwa kuwa umenipa ndoa nzuri. Naam Baba, umenipa si leo tu, umenipa hata kabla sijazaliwa ulikuwa umeshanipatia. Baba, nakushukuru kwa sababu umenipa utajiri. Naam, hujanipa leo tu, tangia siku ile nilipokuokoka. Neno la Mungu linasema baraka zote za Ibrahim ni za kwetu sisi. Kwa hiyo mimi ni kama uzao wa Ibrahim, ni za kwangu. Ninakushukuru kwa ajili ya hilo. Baba, nakushukuru kwa ajili ya baraka ya nyumba. Yes, kwa sababu umesema tutajenga nyumba na kukaa ndani yake. Kwa hiyo tayari nyumba yangu ipo na inajengwa na nitakaa mimi mwenyewe. Baba, nakushukuru unakuwa unatambua ile baraka. So, baada hapo Yesu akachukua hatua. Akamwambia ondoeni jiwe. Sawa? So na wewe sasa lazima uje uchukue hatua ya kimwili. Ndio hizo sasa tunazosema. Kwa mfano tunapotoa sadaka, tutoe sadaka ili tubarikiwe. Tunatoa sadaka kwa sababu tumebarikiwa. Ni ile kutambua, ni ile kuchukua hatua ya kimwili ya kwamba tunafahamu kwamba tumebarikiwa. Kwa tunachukua, tunatoa. Sawa? Tunakubaliana kwa sababu imani pasipo matendo imekufa. Kwa unapokuwa natoa naweka matendo kwenye ile imani yangu kwamba Bwana amenibariki. Napofanya vile nafungulia mlango sasa wa ile baraka kwanza kumanifest. Yesu akasema litoeni jiwe. Sawa? Fanya kitu kimwili kinachokubaliana na yale maombi uliyoomba. So umesema wewe unamshukuru Mungu kwamba amekubariki wewe. Unafanya nini sasa katika nje? Sawa, unachukua hatua. Unasema Mungu ashakupa kazi. Unafanya nini katika mwili? Unachukua hatua. Sawa, kama unatuma CV, kama unaendelea kujitamkia hivyo. Lakini unachukua nini? Hatua. Haleluya. Yeah. Okay, so tumeona hapo kwamba neno linasisitiza kwamba baraka zote. Baraka zote, kwani baraka zote ni zipi? Ni gani na gani hizo baraka zote hizo? So nitakupitisha katika maandiko kadhaa ambayo yanaongelea hizo baraka zote ni zipi, alafu utajua. Lakini nianze maana ya baraka. Maana baraka kama nilivyosema mara kwanza ni nguvu ya kufanikiwa. Yes, nguvu ya kufanikiwa. Lakini maana nyingine ya baraka tunasema baraka ni nguvu ya kufuata sheria za mafanikio. Kwa sababu kutokufanikiwa hakuji tu kumelala na kuamka. Kadiri unavyozidi kuzivunja zile sheria za mafanikio, ndivyo ambavyo unajizuilia. Sawa, zisimanifest. Kwa baraka katika maana ya pili sio tu kwamba kile kitu ambacho Mungu amekuwekea, lakini pia ni nguvu ya kufuata sheria ambazo zitakusaidia uweze kukimanifest kile kitu ambacho Mungu amefanyaje, amekuwekea. Sawa, baraka pia ni kibali cha Mungu, ni matangazo ya Mungu kwamba enda ukafanikiwe. Hiyo ni baraka, kwamba hautashindwa, hautaanguka. Ukianguka basi utainuka kwa jina la Yesu. Hiyo ni baraka. Lakini na katika lugha ya asili pia baraka tuna maneno mawili. Kuna neno alafu kuna neno logia. Sawa, eulogia. Eulogia ni ile ambayo tunaitumia kwenye Rhema and Logos, ikiwa na maana ya neno. Maana yake nzuri au njema. Kwa baraka ni maneno mema, ni maneno mazuri. Sawa, ambayo unatamkiwa. Sawa, au unajitamkia. Lakini hasa inaleta maana baraka ni maneno mazuri ambayo unatamkiwa na watu wenye mamlaka ya kiroho. Kwa sababu baraka tunaongelea ni vitu vya roho, sio kitu ambacho utakumikishika hivi. Kwa anakusimama mtu mwenye mamlaka akakutamkia yale maneno, pia tunaita baraka. Sawa? Ni baraka, ni maneno mazuri ambayo unatamkiwa na watu wenye mamlaka ya kiroho. Watu wenye mamlaka ya kiroho wanaweza kuwa nani? Kwa sababu mwenyewe una mamlaka ya kiroho juu ya maisha yako. Sawa? Yes, lakini mzazi wako ana mamlaka hata zaidi ya wewe mwenyewe. Ana mamlaka kwa kutamkia. Sawa? Katika ulimwengu wa roho akakutamkia. Kwa lazima uweke namna, uweke mazingira. Sio mama nitamkie, baba nitamkie. Weka mazingira afu yeye atamke, kama Isaka alivyomwambia Esau, nenda alafu katafute mnyama afu ule chakula kitamu kile nikipendacho. Ni ile chakula kitamu nikipendacho afu roho yangu ikubariki, nafsi yangu ikubariki. Kwa hiyo baraka ni maneno mazuri ambayo anatamkiwa. Na kweli alipokuja hakuja Esau, alikuja Yakobo. Huyo Yakobo akatamkiwa maneno mazuri. Kwa hiyo pale tunasema alibarikiwa kwa maana alitamkiwa maneno mazuri. Yeye Isaka kama mtu mwenye mamlaka namna mbili. Ya kwanza ni mzazi kwa Yakobo, lakini sio mzazi tu kwa Yakobo, lakini Isaka pia ni mtu wa roho. Amebeba lile agano kutoka kwa Ibrahim, sasa liko kwake.
Kwa hiyo ana agano la Mungu la mafanikio akalihamishia kwa Yakobo. Kwa njia gani? Kwa njia ya kutamka maneno. Sawa. Baraka pia ni kipawa cha Mungu. Kitu chote ambacho Mungu anakupatia ni kipawa, ni baraka, kwa maana kwamba amekupa. Umelala umeamka asubuhi tayari umeokoka, hiyo ni baraka kutoka kwa Mungu. Mungu amekupa. Umepokea Roho Mtakatifu, Mungu amekupa. Sasa unasikiza neno la Mungu, hii ni baraka. Sawa, Mungu amekubariki baraka nyingi. Sijui zingine ulifanyaje mpaka umezipata. Haleluya. So nataka tuziangalie elements za baraka kadha wa kadha, elements kadha wa kadha za baraka. Yes. Ukisoma kwenye Mwanzo 12 mstari wa 3 pale utaona Mungu anambariki Ibrahim, ambayo inatupa yaliomo ya baraka. Ni baraka hasa katika element. Unakuwa unaongelea vitu gani? Baraka unakuwa unaongelea vitu gani? Mwanzo sura ya 12 pale zimetajwa, lakini hasa pale utaona kitu kikubwa mstari wa 3. Hii Biblia ni ya neno jamani. Nitawabariki wale wanaokubariki, na yeyote akulaani nitamlaani, na kupitia wewe mataifa yote ya duniani watabarikiwa. Hii ni baraka Mungu anamtamkia, lakini imekaa katika namna kwamba element yake ya kwanza anasema nitawabariki wale wote kwa baraka ni nguvu ambayo yoyote anayekubariki anabarikiwa, yoyote anayekulaani analaaniwa. So hii ni baraka ambayo Mungu ndo anamwambia nimembariki Ibrahim. Nimembariki vipi? Yoyote atakayembariki atabarikiwa, yoyote atakayelaani atamlaani. Kwa maneno mengine Ayubu, Ibrahim hatakuwa na adui wa kudumu, kwa sababu yule atakayejitokeza tu kuwa adui yake ameanza kumlaani, ile laana inamrudia, inampiga mwenyewe, anaanguka chini. Kwa hautamkuta adui wa milele wa nani? Wa nani? Wote watakuwa wanaanguka, na wanaangushwa na silaha zao wenyewe walizozituma, ndio zinawarudia, zinawaangusha. Hiyo ni baraka. Mungu amembariki nani? Ibrahim. Ambapo ukiwa ndani ya Kristo, kwa mujibu wa Galatia 3 mstari 29, ikiwa ninyi ni wa Kristo basi mmefanyika uzao wa Ibrahim, sawa, na warisi sawa na ile ahadi. Kwa hiyo tunarithi ahadi hizi, ni za kwetu. Yeyote yule atakayenibariki mimi amebarikiwa, yeyote yule atakayenilaani amelaaniwa. Kwa hakuna adui ambaye atadumu kwangu, kwa sababu ile laana anajaribu kunilaani mimi itamrudia, itamwangusha. Sitaanguka mimi, ataanguka yeye. Na maanisha wewe ujitamkia hayo maneno, wewe ndio uzao wa Ibrahim. Haleluya. Yes. Lakini tukienda mbele kidogo hapa tunakutana na sura 27 hapa. Sura 27 hapa sasa Isaka anambariki nani? Yakobo, akiwa na lengo la kumbariki Esau, lakini baraka sasa hapa ilikuwa kipofu. By the way, ilikuwa inaona Isaka ndo aliyekuwa kipofu. Baraka ilikuwa inaona kabisa kwamba huyu ni Yakobo aliyeandikiwa kwamba atakuwa taifa. Sawa? Ila Isaka yeye ndo ambaye alikuwa kipofu. Kwa hiyo akamwendea akambusu. Isaka aliposikia harufu ya nguo zake akambariki, akasema, harufu ya mwanangu ni kama harufu ya shamba ambalo Bwana amenibariki. Na akaanza kumtamkia maneno mazuri. Logos. Sawa, maneno mazuri. Yale maneno mazuri akaanza kutamkiwa. Yale maneno mazuri ndio yanaitwa baraka. So nitayataja hapa kwa kasi kwa sababu ya muda wangu, lakini yalihusisha unono wa nchi, national cake. Yes, na sisi ndio uzao wa Ibrahim, na sisi tunarithi katika jina la Yesu. National cake ni ya kwetu, tutakula. Sio kila siku atakula wao, na sisi. Haleluya. Umande wa mbinguni, wingi wa nafaka na mvinyo, zote hizi zihusisha baraka. Mataifa wamtumikie. Nimesema elements za baraka ni zipi? Ndio hizi. Uwe bwana wa ndugu zako. Sio kila siku unakuwa mtumwa wewe. No, hiyo sio baraka ya Mungu. Uwe bwana wa ndugu zako. Wana wa mama yako wakusujudie. Hiyo ni baraka hiyo. Atakaye kubariki na abarikiwe, na atakaye kulaani alaaniwe, kama alivyobarikiwa Ibrahim. Maagizo ya kuwa awe wapi na sio wapi pia yalihusianishwa na baraka ambayo Ibrahim alitakiwa Yakobo alitakiwa kwa sababu Esau alipoa wana wa pale walipokuwa wanaishi, roho ya Isaka na Rebeka zikaumia. Kwa hiyo alihusiana na aina ya mtu, kwa sababu aina ya mtu ambaye unakuwa naye karibu sana, hata kama sio mke tu na mume, anaathiri maisha yako ya baraka na mahusiano yako na Mungu na watu wengine pia. Kwa baraka ya Mungu ilihusisha na hilo wazo pia. Lakini 28 mstari wa kwanza pale unaona baraka zinaendelea. 28. Basi Isaka akamwita Yakobo akambariki na kumwambia akisema, usioe mwanamke wa Kikanaani. Tunaambiwa akambariki, lakini maneno mabaraka hizo zilikuwa usioe mwanamke wa Kikanaani. Umeona? Wanasema baraka pia ni nguvu ya kufuata sheria. Anaambia bwana, sheria hii hakikisha unaifuata hii.
Ndio nimekuita nikubariki alafu nakwambia usioe. Sasa kusema mimi utasema tunaenda kufanikiwe, nenda kubarikiwa. Ni pamoja na kuambia cha kufanya na cha kutokufanya. Hiyo nayo ni baraka. Unaibiwa kodi. Kwamba mwanangu, ili uweze kufanikiwa usiwe mwanamke wa Kikanaani. Hao wanawake wa huku ni balaa. Nenda mara moja mpaka Padani Aram kwenye nyumba ya Bethueli, baba wa mama yako, ukachukue mke kati ya binti za Laban. Maelezo yamenyoka kabisa hivi straight. Yamenyoka. Kubarikiwa na Mungu ni pamoja na kuoa nani na kuolewa na nani na kuambatana na nani. Haleluya. Hiyo nayo ni baraka ya Mungu. Kwa maneno mengine, laana ni pamoja na kuoa nani. Ukiwa Mkanaani basi ulipitiwa na laana ya Mungu, na leo unafunguliwa kwa jina la Yesu Kristo. Huyo Mkanaani atakuwa Mwisraeli. Kuongezee ili uwe na makutano ya makabila za watu. Sawa? Lakini ukienda mstari wa 33 pia baraka zinaonekana. Mwanzo 1:33. Baraka ni nini? Haya ndio mambo ambayo yanaitwa baraka. Mstari wa 11 anasema tafadhali ukubali zawadi kuwa imenibesha nami kwa sababu alistiza. Okay. Yeah. Tuendelee. Okay, kwa hiyo tunaweza kuzigawanya baraka sasa katika namna zinazo manifest. Zipo ambazo zitaishia rohoni, hazitawahi kuonekana kwa nje. Kwa mfano Roho Mtakatifu ni baraka. Lakini hakuna siku tusema Roho Mtakatifu huyu jamani yupo kama njiwa. Huyu hapa. Hamna kitu kama hicho. Ataishia kuwa rohoni. Sasa hizo tunaita za rohoni kwa maana zitabakia huko huko. Lakini zingine zitamanifest katika mwili. Zitakazotokeza katika mwili sasa itategemea zimetokea tokeaje. Unaweza kuziita za kimahusiano, za kiuchumi kwa sababu ni biashara, maduka na nini. Lakini za kimwili, chakula unakula kizuri, una afya na nini. Zote hizo tunaziita ni baraka za Mungu. Haleluya. Okay, so ni ongezee wazo moja hapo. Anasema baraka zote za rohoni. Okay? Katika ulimwengu wa roho. Sawa? Atukuzwe Mungu aliyetubariki baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Kwa nini Mungu ametubariki na akaamua kuziweka hizo baraka katika ulimwengu wa roho? Kwa nini Mungu asingeziweka tu katika ulimwengu wa mwili? Siku ile ninayozaliwa baraka zangu zote zikawa tu, akaamua kuzimanifest tu moja kwa moja. Ili mimi nikikua niendelee tu kula bata. Niendelee tu kuenjoy. Kwa nini aliziweka tena katika ulimwengu wa roho tena kuja kuwa na kazi tena kuzitoa katika ulimwengu wa roho tena kuziweka katika ulimwengu wa mwili tena? Mambo mbona yanakuwa mengi. Kwa nini asingemaliza tu juu kwa juu alafu mambo yawe mepesi au unaonaje? Yes, good. Yes. Lakini challenge ni kwamba nikupe mfano kwamba let's say baba yako umezaliwa pale. Siku tu umezaliwa ndege ile pale ndo Mungu amekubariki ndege, hapa kuna nini, hapa kuna nini. Hapa kuna ndege, hapa kuna majumba, hapa kuna nini. Vyote vile vimeshuka siku hiyo shwa. Afu bahati mbaya sana baba yako ni chapombe. Zile za kwake zile alishakula zote, alilewea. Sasa wewe ndo unazaliwa leo. Mpaka uje ufikie sijui miaka mingapi unaanza kujielewa kwamba baba baraka zangu ziko wapi? Ashauza zote na kunywa pombe. Na sio yeye tu, na zingine wezi wamekuja wameiba na wameenda kufanyia mambo yao. Kwa mpaka unakuja kukua mtu mzima, za rohoni hazipo wala mwilini zishaibiwa. Mungu kwa busara zake Bwana akaamua azifiche wapi? Azifiche rohoni. Sawa, huko Bwana hawazioni wezi wala nani. Zipo huko miaka na siku mpaka wewe mwenyewe utakapokuwa mkubwa sasa unaanza kuangalia nifanyeje sasa ili nizimanifest. Kwa kila mtu baraka zake zipo kwa sababu Mungu alizificha katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Tumpigie makofi jamani. Hiyo ni busara kubwa mno. La sivyo sisi wengine tungekuta zishaisha. Washaiba zote. Unaona bwana? Kwa Mungu amefanya jambo la maana sana na la hekima sana kuzificha katika roho. Haleluya. Sasa tatizo ni pale hadi wewe ambaye alikufichia na wewe tena umefichwa na wewe ujue cha kufanya mpaka unakufa. Sasa hiyo inakuwa mbaya. Lakini namshukuru Mungu amekuleta hapa leo ili ujue cha kufanya. Nimekwambia cha kufanya nini? Accept, recognize, tambua uwepo wake. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya baraka ya ndoa. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya baraka ya kazi. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya baraka ya biashara. Baba, ninakushukuru kwa ajili alafu cha pili, anza kuishi kama, chukua hatua ya kivitendo. Yesu akasema liondoeni jiwe, na wewe sasa ondoa mawe. Jamani, unataka kuolewa mnajibu watu ovyo, umekuwa mtu wa ovyo. Sasa unaolewaje sasa? Unataka kuoa unakuwa mtu wa ovyo. Anyway, wa ovyo pia wapo, lakini sitaki kusema wa ovyo hawana masoko.
utapata waoga sasa, afu anze kulia. But what I say ni kwamba ondoa mawe. Hiyo ni kazi yako ya mwilini kabisa, inafanyika kimwili. Ondoa mawe, vitu vizuizi ambavyo vinazuia kwamba hii baraka isitokeze, viondoe vile. Basi uwe na tabia nzuri, kama ni mambo ya kuoa na kuolewa, uwe hivyo, vaa vizuri, kuwa mnyenyekevu. Si mwanamke mnyenyekevu, mpole. Lakini mwanaume kuwa mkakamavu, tafuta pesa. Nisimaanishi ndoa ni pesa, ila tu angalau hata za vocha nini. Mambo madogo madogo yasiwe tatizo. Haleluya. Yes. Hata vidogo tu visiwe tatizo, kwa sababu mmoja kati ya majukumu ya mwanamke ya mwanaume ni pamoja na kulea familia. Amina. So unapochukua hatua kama hizo, sasa unaungana na ile baraka na unairahisishia kumanifest. Okay? Sio hivyo tu. Unataka baraka ya kazi, basi soma, apply, jitamkie maneno mazuri na nini. Ungana na watu wenye mtazamo kama huo, kwa sababu tumeona kwamba mtu unayeambatana naye ni muhimu katika zile baraka kuweza kumanifest. Ndio maana Yakobo akaonya kabisa, hapa Kanaani nenda kule nyumba ya Labani. Pale unaweza kupata mtu. Malezi ya yule mzee yanaweza akatoa mke ambaye akatunza hizi baraka, lakini malezi yao kuasielewa. Haleluya. Yes, chukua zile hatua alafu anza kupata manifest. So, sema katika jina la Yesu. Baba, ninakushukuru kwa sababu umenibariki, si kwa baraka nzuri tu, si kwa baraka nyingi tu, si kwa baraka nyepesi tu, lakini umenibariki kwa baraka zote za rohoni zote katika ulimwengu wa roho. Nimebarikiwa. Chochote ninachokihitaji kwa ajili ya roho yangu ndani yake Kristo, nimebarikiwa. Chochote ninachokihitaji kwa ajili ya nafsi yangu ndani yake Kristo, nimebarikiwa. Chochote ninachokihitaji kwa ajili ya mwili wangu ndani yake Kristo, nimebarikiwa kwa jina la Yesu Kristo. Asante kwa baraka zote kwa jina la Yesu wa Nazareti. Amen. Haleluya. Barikiwe sana. Ndani yake Kristo tuna kila kitu, ndani yake Kristo tuna baraka zote. Endelea kusalia humo ndani yake Kristo Yesu wa Nazareti. Amen.